BMP TV Professional Update. Alfajiri njema mtazamaji wetu, karibu sana kwenye BMP TV Online. Taarifa ya alfajiri, mahali ambapo sauti za wananchi usikika, changamoto zao uangaziwa na mafanikio yao usherekewa. Katika mwanga huu wa asubuhi, tunakuletea taarifa muhimu kuhusu maisha kila siku, afya, elimu, usalama, ajira na haki katika jamii yetu. Hii ni dakika ya kuamka, si kwa mwili tu, bali tu pia kwa fikra. Ni mimi Bila Peng Ulua, na huu ni mwanzo wa usiku yenye maarifa kutoka BMP TV. Tuko kwa ajili yako. Na leo tarehe 16 Novemba 2025. Na sasa tuende moja kwa moja kwenye mtasari wa habari za leo. Tanzania. Katika Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan ameagiza vyombo vya sheria kuangalia uwezekano wa kufuta mashtaka ya uhaini dhidi ya mamia ya vijana waliokamatwa kufuatia vurugu za uchaguzi wa Oktoba 29. DRC. Katika Kivu ya Kusini, ujumbe unaodaiwa kutoka kwa kikundi cha wazalendo umeenea kwenye mitandao ya kijamii ukidai kupanga operesheni katika eneo la Nyangezi na Walungu. Kuna na mengineyo, baki nasi ili kupata kile kinachojiri katika nchi ya Kidemokrasia ya Kongo na dunia nzima kwa ujumla. Habari kamili. Tanzania, Dar es Salaam. Katika hatua muhimu ya kisiasa na ya kurejesha utulivu nchini, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameagiza vyombo vya sheria, hususan ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka, kuchunguza upya mashtaka ya uhaini yanayowakabili mamia ya vijana waliokamatwa kufuatia vurugu zilizofuatia uchaguzi wa Oktoba 29. Rais Samia amesema kuwa sehemu kubwa ya vijana waliokamatwa walikuwa wakifuatana na umati bila kujua uzito wa kitendo chao, na hivyo serikali inataka kujizirisha kama tuhuma hizo zina misingi ya kuendelea kisheria. Amesisitiza kuwa serikali haitaki kuona vijana wanabeba mzigo wa makosa mazito bila ushahidi wa kutosha, na hivyo ametoa maelekezo kwamba kesi zote zipitiwe kwa umakini na haki izingatiwe. Wakati agizo hilo likipongezwa na baadhi ya wachambuzi kama hatua ya kuhimiza mazirisho ya kitaifa, taswira tofauti imeonekana upande wa kiongozi wa chama kikuu cha upinzani Chadema, Tundu Lissu, ambaye naye anakabiliwa na mashtaka ya uhaini. Kesi ya Tundu Lissu, ambayo imekuwa ikifuatiliwa kwa karibu wadau wa ndani ya na jumuiya ya kimataifa, imeahirishwa tena kwa muda usiojulikana. Mahakama haijatoa maelezo mapya kuhusu sababu za kuahirishwa, jambo ambalo limeongeza maswali kuhusu mwelekeo wa kesi hiyo na mustakabali wa kisiasa. Wachambuzi wanatazama hali kama picha mbili zinazotofautiana. Upande mmoja, serikali ikionyesha mlango wa upole na msamaha kwa vijana waliokumbwa na vurugu, na upande mwingine kesi ya Lissu ikiendelea kuwa na uzito mkubwa wa kisiasa na kisheria. BMP TV tunafuatilia kwa karibu mwelekeo wa maamuzi haya mawili makubwa: kufutwa kwa mashtaka ya vijana na hatima ya kesi ya Tundu Lissu, na tutakuarifu mara tu taarifa mpya zitakapopatikana. Ndugu mpenzi mtazamaji wa BMP TV, hiyo ilikuwa ni taarifa kamili kutoka Tanzania. Tujielekeze DRC. Ujumbe ulioenea kwenye mitandao ya kijamii leo umetangaza kuwa kundi linalojiita wazalendo limeeleza kuwa linaendelea na maandalizi ya kile wanachokiita hatua ya ujasiri katika eneo la Nyangezi na Walungu, likilenga kuelekea Bukavu katika siku zijazo.
Kupitia ujumbe huo waliowaita wapendwa wa wananchi wa Kongo, wameomba kile wanachokiita msaada na michango ya raia, na wakatoa nambari kadhaa za huduma za simu za kifedha zikiwemo Airtel Money, M-Pesa na Orange Money, na kutaja majina ambayo yangetokea wakati wa kutuma mchango. Aidha, wametoa pia mwongozo wa kudhibitisha michango kupitia mawasiliano ya Facebook Live na WhatsApp, huku wakitumia akaunti ya mtandao kama njia ya mawasiliano kwa wanaotaka kujihusisha. Hadi sasa hakuna tamko rasmi lilotolewa na mamlaka za usalama wala serikali ya mkoa wa Kivu Kusini kuhusu ujumbe huo, na haijathibitishwa iwapo taarifa hizo zinaendana na operation halisi au ni ujumbe wa mitandao unahitaji uchunguzi zaidi. Na hivi ndivyo tunafunga kurasa wetu wa habari kutoka hapa BMP TV Online. Endelea kuwa nasi kwa vipindi vingine vinavyofuata. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kubonyeza alama kengele ili uwe kwanza kupata update zetu mara tu zinapotoka. Kwa niaba ya timu nzima ya utayarishaji, ni mimi Bila Pengo Olua. BMP TV Professional Update.